siku moja nilikuwa wapi Buguruni kwa wale madada poa. Nikazunguka nini, mdada tu akanitia ndani, ananiambia njoo ndani. Nikaingia, yupo uchi sana kama alizaliwa. Ananiambia mbona udhani mbona usheni la kunawa, hitaji kutakata, hitaji kugrow tu kawaida fresh na kumsika. Sema shilingi ngapi? Nikamtajia bei pale 30. Akaniambia basi naomba nipe losheni tumalizane. Kaambia tumalizane kivipi? Ananiambia kwani mtu mdogo unielewi. Habari mtazamaji wa YouTube channel yetu pendwa ya Nyayo TV. Bwana, kama ni mara yako ya kwanza kutembelea katika YouTube channel yetu hii pendwa ya Nyayo TV, ni vyema kubonyeza kitufe cha alama ya subscribe ili uwe miongoni mwa wanafamilia yako ya YouTube channel yetu hii pendwa. Bwana, leo kama ilivyo ada yetu, tuko zetu kitaa, tukiwa tunazungumza na baadhi ya watu mbalimbali ambao wanapatikana kitaa. Na leo niko na mwanangu mwenyewe hapa, sio mwingine. Tutakuja kujua hapa ni kwa sababu gani tuko naye hapa. Mgeni wetu kwenye kipindi, kaa nasi kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wa kipindi chetu hiki pendwa. Mambo vipi? Safi. Fresh kabisa. Fresh. Bwana, ni muda mrefu naomba tuzungumze na mambo yanakuwa mengi, lakini nashukuru leo nimepata wasaa kukaa hapa mimi na wewe kuzungumza haya ambayo tunaenda kuyazungumza. Kweli kabisa. Bwana, ningetamani watu wa wanafamilia wa Nyayo TV waweze kutambua wewe ni nani na kwa nini uko hapa kuzungumza siku hii. Mimi naitwa Salim Omari. Tuko hapa kuzungumzia maisha, harakati za mtaani kuendaje. Bwana Saumu, wewe kwa uhalisia nilisikia kwamba unajihusisha na hizi issue za cosmetics, yani urembo na nini hasa kwa wanadada. Kiuhalisia kazi yako ni kazi ya namna gani? Kazi yangu mimi ni kuwapendezesha wadada mara nyingi sana. Wadada aina mbalimbali, wakubwa wadogo wote tunapendezesha, lakini changamoto zipo. Sasa hapo kwenye kuwapendezesha wadada, maana wadada kuna wapendezesha kwa namna nyingi. Kuna wengine wanatumia nguo, wengine wanatumia vipodozi. Wewe kwenye hengo ipi hapo ya kuwapendezesha wadada? Nipo kwenye hengo ya kuwapendezesha kwenye vipodozi. Vipodozi. Okay. Sawa. Na ni kitu gani ambacho kilikusukuma? Lakini tunaonaga mara nyingi kwamba kazi za vipodozi wanaume wachache sana ambao wanakuwa wanaingiza kwenye hiyo kazi. Ni kitu gani ambacho kilikusukuma wewe kwa namna moja au nyingine kujikita kwenye hiyo kazi? Naweza nikazungumzia ni maisha. Ni maisha kwa sababu nilifanya kazi nyingi sana, lakini hazikuwa na malipo yote, kwa sababu tunafanya kazi ili tupate pesa. Lakini unapofanya kazi lakini kipato ni kidogo, lazima uangalie na kazi zingine kufanya. Kwa hiyo nilipoingia kwenye vipodozi nimeona kama inanikizi na nilipa, nalisha familia, nikaona huko ndo fresh. Na tangu umeingia kwenye hiyo kazi ya issue za cosmetics, ni una muda gani kwa sasa hivi? Na mwaka kama 3 4 3 4. Miongoni mwa vitu gani ambavyo umekutana navyo kwenye hii miaka 4 mpaka ukasema kabisa bwana, kwenye hii kazi ya cosmetics natamani niache? Ni changamoto zipi ambazo umekutana nazo? Changamoto ni nyingi. Sasa ni kwenye swala la wanawake. Mfano wasani wateja. Wateja baadhi yao wengine wakeza watu. So mtu anapokupigia simu niletee losheni, na unaenda pale unampelekea losheni. Wewe una hili wala lile, unafika pale unaanza kumtengenezea, lakini muda huo anafika mume wake anakwambia bwana unauza nini, unamwelekeza. Akishajua unauza losheni akaona bwana ondoka, mke wangu mimi hatumii hivyo vitu. Kwa hiyo bila kujali muda, bila kujali mtu ametoka wapi, nauli na nini, inabidi uondoke kwa sababu ni mwenye nyumba kaongea. Mwenye mji kashazungumza hivyo. Wewe huna namna yoyote. Wewe una namna. Ilishatokea kama mara 3. Kwa bila kujali chochote ikabidi tuondoke kutokana na amani pia ni kitu bora sana.
Na huaga baada ukishaondoka katika maeneo kama hayo, huaga anakutafuta tena kwamba labda kulifandi, labda kurudishia labda nauli ambayo umeitumia, au ndo basi na kuesha kula kwako? Wastaarabu wananitafuta na kuniomba msamaha pia na kudai kwamba niletee baadaye kutokana na mume wangu ana wivu sana na hapendi pia nitumie podozi kwa samani, lakini pia baadaye pitia hilo ukija nitafute ili nikwambie kama yupo au hayupo. Na ukiachana na hiyo ya wake za watu, ni changamoto ipi nyingine ambayo unasema kabisa bwana hii kazi bwana hapana kama nilikosea vile? Changamoto ambayo ilinifanya nijute kwani nimeingia kwenye hii kazi, nilimharibu dada Tabata. Nakumbuka nilimuuzia losheni, nikaondoka bangu nikaacha, baadaye nilipanda kama simu hata kama nikamwambia ndo mimi samani, naomba uje nyumbani uniuzia losheni Tabata sehemu fulani, naomba uje. Basi sawa, mimi nikafunga safari, nikajua teja mwingine anakuunganisha. Nikafika pale nikagonga nyumba pale, akatoka. Cha ajabu yeye mwenyewe alivyoniona alisema, "Haya, afadhali umekuja, umeniharibu sijui nini, mambo ni mengi." Kwa ikabidi pale ajaze watu kwamba losheni yako ni mbaya, umeniharibu. Kwa mimi ikabidi pale niwe mpole na nijue kwa nini imekuwa hivyo. Kwa mimi hakukupiga? Hakunipiga kutokana mimi sikuwa mkali. Nimekubali kwamba okay, nimekuharibu sawa, lakini tunafanya namna yote kawa sawa. Kuna sehemu nilipita, jamaa mmoja akanambia, "Umeona yule jamaa ni mkemia, yule jamaa kama mimi ni rangi yangu hivi." Akanambia, "Bwana, yule jamaa anaweza kukupa risali moja tu ukawa mweupe." Je, kuna ukweli katika hilo? Risasi ukweli, lakini siku 3-4 uhakika, yani siku 3-4 uhakika. Mara nyingi mimi napiga na dada simu, "Salu, na jambo langu bado wiki moja. Kwa unahitaji losheni ya kweli, yani nitakate hasa ndani ya hizo siku. Je, itapatikana?" Mimi nitamtajia tu bei yangu, akilizia mimi namtengenezea siku 5 nyingi tutapendeza. Yaani kwa mfano sasa kwenye siku 5 hiyo huaga unachanganya nini na nini, au hiyo ni siri ya kambi? Ni siri ya kambi, lakini pia mimi mara nyingi natumia losheni zikali kwa kali. Unajua dukani zipo losheni ambazo ukizibeba ukizishika na ukampelekea mteja anatembea bila wasiwasi, lakini pia kuna baadhi ya vitu vingine unabeba kuchanganya. So losheni kama je, hiyo kazi ambayo unakuwa unaifanya kama tulivyozungumza na kwamba mara nyingi unakuwa unafanya sana na jinsia yetu hii ya pili, ni jamii inakuchukuliaje wewe mtoto wa kiume kujihusisha na kazi hiyo ambayo unaifanya? Jamii nyingi zinanichukulia, baadhi zinanichukulia kama vile nimekwama, sina ajira ya kufanya. Wengine wananichukulia, ndugu yangu, pambana, ni maisha. Mimi napiga makonde kutokana hapa mjini sina ndugu, sina nani. Kwa mimi kama mimi inabidi nisisikilize watu, inabidi nipambane na maisha yangu, hapo mwisho wa siku watakuja kuelewa. Na kwenye kazi ambayo unakuwa unaifanya, kwa sababu wateja wako wakubwa wamekuwa ni wanawake, mke wako anachukuliaje wewe kufanya kazi hiyo ambayo wateja wako wakubwa sana, na anakubaliana na jambo ambalo unalifanya au ni noma kila siku? Wanawake zetu bwana ni shida hapo mwanangu, hapo hatari tu ndugu yangu. Kwenye swala la mke wangu ni shida sana, kwa sababu mimi wateja zangu wote ni wa kike. Simu ikipigwa na mwanamke. Kwa hiyo japo kuwa najua na nimemwambia, lakini uivu ni kitu kingine. Mara nyingi anapokea simu za wateja anatukana, matusi kabisa. Matusi kabisa, au cheki wengine ni wakubwa kabisa. Unakuta unaenda kwa mteja kwambia,
kwani mkeo hujamwambia kama unafanya kazi na kazi ni wanawake? Ndio. Kwani imekuaje? Anakwambia kanitukana mkeo. Ngambia basi nisamee mimi. Ndio. Maisha mengine endelea. Lakini na siku moja nimepigwa simu na mteja. Akapokea simu, nilikuwa naoga. Anarudi hajaniambia chochote. Mimi nikapotezea na nikaendelea na mambo yangu. Sasa siku 2-3 nikapita baadhi kwa wateja zangu, nafika pale naambiwa bwana, sisi tumeambiwa umekufa. Kifo kabisa. Wivu kwamba mtu umefariki, kumbe ni wivu. Bwana mimi nimepiga simu, nilikuwa nahitaji mzigo, lakini cha ajabu si ndo mkeo, si ndo nani. Kapokea simu amesema umekufa. Nikamwambia nani kapokea simu? Atakuwa mke wangu, lakini mimi bwana nipo sijafa. Na ndo mimi hapa, mimi sio mzimu. Mimi ni salo na ninaendelea na mambo yangu na operation fresh. Anasema basi muelekeze mkeo, hizi kazi ni za wanawake, inabidi aache wivu kwa sababu wewe unatafutia wao. Ndio. Bila kufanya hivyo ina maana familia itakufa njaa. Mimi nikasema fresh, ama shida. Mwingine anaendelea. Pole bwana. Hamna shida kwa maisha. Shida sana. Mtihani. Kwa hiyo katika yote ambayo tumezungumza, mkeo na jamii, una lipi yani la kuiambia jamii, na kama mkeo akifanikiwa kuiona hii interview? Mimi kwangu nimwambie tu kwamba mimi natafuta riziki kwa ajili yake, kwa ajili ya familia, kwa kupunguza wivu, ache wivu, maisha mengine yaendelee. Lakini pia jamii usinichukulie kama mimi nafanya kazi tu kwa sababu nipate wanawake au nipate mademu wake za watu. Hapana, mimi natafuta kwa sababu ya maisha yangu. Kicheki hapa ni mjini, nimeamua kujikita kwenye vipodozi kutokana na vinalipa. Na kweli vinalipa kweli. Kweli vinalipa, Mungu anasaidia. Siombi cha mtu, sibi cha mtu, nikipata japo sio kubwa, lakini nimeridhika nayo. Kwenye kazi ambayo unafanya, ushawahi kwenda sehemu mtu akukumu kwamba unatoka na mke wako? Yaani kabisa kwa noma kabisa. Ipo sana. Ilikuwaje? Au kama ni sisi zile 2-3 moja mbili kwa ilikuwaje? Yaani nilienda siku moja sehemu. Unajua ile kuchat na hisi ndio shida. Unachat na mtu anakuambia leta lotion na nini. Unachat naye okay poa. Nakuja kweli na nikafika pale, nikagonga geti, nikaingia ndani. Ajabu mnaga kaja. Akaniambia ndo huyo kwa naye. Basi yule mimi sijaongea chochote, hajanipa ile kujielezea. Kaingia ndani akabeba chepe ile akanikimbiza nao, anataka kunipiga, nikakimbia. Chepe kabisa, bila hata kuuliza. Hajauliza kwa sababu walimuona mtu wake anachacha sana. Kwa moja kaisi bwana wake. Kwa mimi nilipofika pale na hisi alikuwa hanijui. Kwa mimi nilipofika pale nikamgonga, nikabisha hodi, akanifungulia. Nakutana na mume wake na mke wake anafua. Sasa vipi fresh? Yeye ndo mnaiba wake za watu. Huyu ndo alikuwa anaishi naye. Basi jamaa aliuliza, kaingia ndani, katoka na shepe. Mimi ikabidi nijitetee, nikakimbia. Pole sana. Hiyo ni moja. Nyingine utakutana nayo nyingine zaidi ya hiyo? Nyingine ni kusingiziwa tu. Mtu anakusingizia kutoka na mke wake. Lakini jambo kubwa ambalo limenitokea siwezi kusahau ni hilo la kufukuzwa kabisa. Yaani mtu yuko serious anakufukuza bila kujua kwamba wewe ni nani, mkwenda kwake kwenda kufanya nini. Na hii kazi ni ina changamoto kwa sababu nauzia na mwanamke mwingine anajirudisha kwa sababu apate lotion ya bure. Kwa hiyo usipokaza unafanya kazi jioni na hela kawaida sana. Unarudi nyumbani nipo pepa tupu kabisa. Iko hivyo kwa sababu nauzia wanawake wengi sana tofauti. Kila mmoja na roho yake. Pole bwana. Asante. Ni changamoto. Utafutaji na mambo mengi sana. Hasa kwa hizi biashara ambazo unakuwa unajihusisha namna moja au nyingine na watoto wa kike. Yaani hasa watu wa kike ambao bado wako majumbani kwao ni shida sana. Sababu hana pesa, wanahitaji kupendeza. Kwa yaani mara nyingi kujirahisisha kawaida.
mtu anajirahisisha tu ili mradi nayo mpe losheni apendeze. Wakati wewe uko kazini na una familia na kutegemea. Unalipi kuwaambia wale watu ambao wanahitaji kupendeza lakini pesa hawana na mmoja au mwingine anakuwa anakukomisha kwenye biashara yako? Kama mfano kama bado mdogo, kulia ukipata kazi labda inakulipa ndio uanze kupendeza. Lakini pia mara nyingi kama huna mtu wa kukupa pesa, yani inabidi tuachane na mambo ya kupendeza, kwa sababu itakukosti, utafanya vitu ambavyo sivyo hapo, sio akili yako, ili mradi tu upendeze. Ndio. Kwa hiyo hapo unaangalia ndugu yangu, muda mwingine unakuta watu wanajitangazisha wengi sana. Wengi sana. Simu nyingi kwamba mtu anajibisha tu, kwa sababu mimi nishazunguka sehemu nyingi nilivyoblaza kwamba siku moja nimeingia Manzese. Kuna muda alitoa kanitia ndani mwake nini. Ingia tu karibu, na kutokana na mazingira kiukweli jua kali alafu chumba ni kimoja. Kaisi poa, ngoja niingie. Unafika ndani mtu yuko mtupu, yani uchi wa mnyama kabisa. Sana ana kanga alafu pili ndani ana chupi tu. Ile ni changamoto sana kwa. Bila kuwa na akili timamu au kazi, ndugu yangu mtihani. Ulitokaje katika mazingira kama haya? Anga picha hilo. Mimi mara nyingi nikiwaga kazini huwa nazingatia kazi. Kwa sababu ya mambo yapo. Ndio. Lakini pia ukicheki mimi ni familia, kuna vitu inabidi uvipuuze kabisa. Kwa sababu hao wanakama wapo wengi sana. Kafi kazi na muda nao mrefu. Kwa hiyo ishanitokea vingi zaidi ya hiyo. Na vitu tunatafuta njia yote mpaka sasa hivi, na maana nishakuwa. Ukiachana na msala huu wa kwenda sehemu na mtu kupitia ndani mwanamke, ni event gani nyingine ambayo unakumbuka ambayo unasema kabisa pale Mungu tu kaingilia kati, lakini niko naenda pale naenda kuumia? Unazungumzia labda kwenye hiyo yangu mwanamke anakuitia ndani, bwana njoo ingia ndani bwana. Unamkuta hivyo, huyu ulimkuta ameingia yuko ndani lakini anakanga peke yake na tu. Ukisha kwenda kwenye event nyingine ukutana na matukio mengine ambayo unaweza kukumbuka, kaingia ndani ukutana na mwanamke labda yuko uchi mnyama kabisa, au kuna kitu kingine anakushikashika na nini? Kwa kunishikashika hapana, lakini nishakutana nao ambao wako tupo kabisa. Kwa sababu mimi nazunguka sehemu, unajua hizi biashara tunauzia warembo sana. Kwa huwezi kumfuata mtu unaona kabisa huyu afanani na hii biashara ukamfuata. Kwa mimi nauzia warembo, kwa lazima nizunguke sehemu nyingi. Nimeenda siku moja nilikuwa wapi? Buguruni. Kwa wale madada poa. Nikazunguka nini. Mdada tu akanitia ndani. Akamwambia njoo ndani, nikaingia. Yupo uchi sana kama alizaliwa. Akamwambia mbona udhani mbona losheni za kung'aa. Hitaji kutakata, hitaji kugrow tu kawaida fresh na kuzi. Sema shilingi ngapi? Nikamtajia bei pale 30. Akaniambia basi naomba nipe losheni tumalizane. Kaambia tumalizane kivipi? Akaniambia kwani mtu mdogo ujielewi. Nikamwambia hapa mimi nipo kazini. Hivyo vitu inabidi nishafanya kazi, nishajua nimeingiza kiasi gani. Alafu kingine mimi hapa akili yangu haiwazi hapo. Ndio kwa kama una hela basi. Lakini wengine wamenunua. Yeye tu ndo hapo. Yeye ndo anatumia mtaji ambao yeye anao. Kutokana na hiyo kazi yake. Mimi na kazi yangu. Kwa kaisi moja kwa moja huyu si mwanaume na anahisia. Akinifanyia hivi lazima. Lakini mimi hapa mimi kwa kazi. So una jambo gani la kuzungumza na Watanzania, hasa wale ambao ni wateja wako na ambao sio wateja wako? Na je, labda unadhani kwamba biashara ambayo unaifanya mtaji wako unakutosha, au umeridhika kutembea tu mtaani kufanya biashara, au unataka ukae sehemu nini ufanye mambo mengine? Sijaridhika kutembea na mtaji. Ndio sababu mtaji wa vipodozi ni mkubwa. Tofauti na watu ambao wanavyofikiria. Ukiwa umepata mtaji lakini pia uwe na frame, afu uwe center sehemu ambayo ina watu ndio changanyeni hapo. Na una jambo gani la kuzungumza na wateja wako
kuhusu biashara yako, uwanja wa kwako? Mimi naambia tu kwamba mimi wanitafute. Ndio. Kila siku tunabadilisha mazingira. Rosheni zipo nzuri. Bei zipo za kawaida, so bei kubwa sana ya kusema uogope. Afu mara nyingi mimi natafutia na ukinitaka simu. Sizunguki majumbani. Mimi ukinipigia simu, mimi nakufuata ulipo. Kama utalizie basi waambie namba zako na unapatikana. Namba zangu ni 0756 99 24 81. Ni 0756 99 24 81. Kwa hiyo akishakutafuta mtu kwa namba hizo ndani ya siku 2 tu au ndani ya siku 3 au wiki moja, anang'aa. Mara nyingi nachanganyia kwa mteja. Kwa sababu nikisema nichanganyie nyumbani inakuwa changamoto, kwa sababu wateja sio kila mmoja anataka kung'aa. Anataka kutakata hasa. Wengine wanataka tu ngozi hapo yawe ng'aa, yawe amegrow fresh. Kwa hiyo nikichanganya nyumbani inaniwia vigumu, nitakosa na wengine ambao hawataki kutakata. Kwa hiyo ukinipigia simu nakuja, au nikishakuja unanambia bana, mimi nataka kuwa hivi. Kwa hiyo mimi ndio nitajua sasa nifanye. Na ile mara nyingi inakuwa inategemeana na ngozi ya mtu. Rosheni inategemea na ngozi ya mtu. Unaweza kumuuzia huyu kampendeza, kwa mtu yule kamkataa. Ndio maana anatengenezea hapo ili nijue. Ujue kwamba huyu ni. Na unalizungumzia juu ya swala la mtu anatumia rosheni anakuwa na kuna baki kunakuwa kweusi. Hiyo ya kwako unaweza kutengeneza mazingira ambayo ukaa kuna baki kwa alama nyeusi. Mara nyingi ambao wanakuwa na alama nyeusi ni wale wadada weusi, afu wanataka kutakata muda kwa muda, yani wanataka kutakata muda ambao kwa muda mfupi. Kwa hiyo ile lazima utokane na mabaka. Mara nyingi mtu mweusi hapaswi kupaka rosheni kali sana. Namtengenezea rosheni tu anang'aa taratibu, yani ukimwangalia unaweza kuhisi labda huyu hapaki rosheni, lakini ndio anapaka. Sasa unakuta mtu anachukua rosheni kali tofauti na ngozi yake, afu inambabua. Ikishambabua ndo natokea hiyo mambo ya mabaka au nini. Mambo ya kitaalamu zaidi. Hatujasomea lakini tushakaa sana kwa followers kwa tunaelewa. Bwana watazamaji wa Nyayo TV, tulikuwa tunazungumza hapa na ndugu yangu kuhusu swala zima la cosmetics na urembo na magumu, changamoto ambazo anakutana nazo kwenye biashara ambayo anafanya. Jamii inamchukulia sivyo, lakini yeye anatafuta haibi, anatafuta kwa njia ambayo ni halali kabisa. Amezitaja namba zake hapa. Kama unatamani kupendeza, kama unatamani kuwa mtu ambaye una ngozi ambayo inang'aa, sababu ngozi ndio kila kitu hapa mjini, basi usisite kumtafuta kwenye namba ambazo amezitaja ili mambo mengine yaweze kuendelea. Pia kama ni mara yako ya kwanza kutembelea katika YouTube channel yetu ipendwa ya Nyayo TV, usahau kubonyeza kitufe cha alama ya subscribe hapo chini. This is Nyayo TV. Thank you for your time. Until next time.